Nataka nizungumze juu ya mambo manne. Jambo la kwanza nitazungumza juu ya swala la utekaji. Utekaji, watu kuumizwa, yani kutekwa, watu kutekwa, kuumizwa, kuuawa na hata wengine kupotezwa. Sasa sijawahi kutoa msimamo wangu juu ya jambo hilo, lakini pia nitazungumza swala la haki. Juu ya swala la haki. Lakini pia nitazungumza juu ya swala la amani katika nchi yetu. Lakini pia nitazungumza swala la kushindana na wenye mamlaka. Kwa hiyo haya mambo manne nitakwenda kuyazungumza, na ninajua kwamba kuna kitu utajifunza. Pamoja na kwamba ni misimamo yangu, lakini na wewe unaweza ukajifunza juu ya misimamo yangu na nini naamini na ninaona nini kifanyike. Kwa hiyo naomba mnisikilize kwa makini. Naomba nianze na swala la utekaji. Swala la watu kutekwa, watu kuumizwa, watu kupotezwa na hata wengine kuuawa. Swala hili ni swala ambalo halikubaliki. Msimamo wangu mimi sikubaliani na utekaji unaoendelea, sikubaliani na watu kupotea, watu kuumizwa na wengine kuuawa. Ni jambo linaumiza sana ndani ya moyo. Kwa hiyo mimi msimamo wangu juu ya swala la utekaji sikubaliani nalo, wala siungi mkono masuala ya utekaji, wala sikubaliani nayo kabisa. Ni mambo ambayo nayapinga kabisa kwa nguvu zangu zote. Lakini pia pamoja na kwamba siungi mkono na sikubaliani nayo kabisa masuala ya utekaji, watu kutekwa, watu kuumizwa, watu kuuawa na watu kufanyiwa mambo ya ajabu, kuteswa kwa njia mbalimbali na mambo yanayoendelea nchini, pamoja na kwamba mimi sikubaliani nayo, lakini ninafahamu kwamba ni mambo ambayo yanahitaji fact, yanahitaji ukweli, yanahitaji ushirikiano, yanahitaji kwamba Watanzania tuwe kitu kimoja, tukubaliane kwa pamoja, tuangalie ni namna gani tunaweza tukaepukana na janga hili. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ni mambo ambayo yanahitaji ushahidi wa kina na ushahidi wa kweli. Haya mambo ninapoyazungumza, masuala ya utekaji, na wewe yasikie tu wanapopatwa wengine. Yasikie kwa wengine kwamba fulani katekwa, fulani kaumizwa, fulani kapigwa, fulani kauawa, fulani kapotezwa. Yasikie kwa watu wengine. Ni masuala yanaumiza sana. Kwa hiyo uomba Mungu yasikupate wewe. Mimi ninayeongea ni mmoja wa watu walioathirika sana. Mimi nilitekwa, nafikiri Watanzania wote mnajua. Niliumizwa, nilifanywa tocha za hali ya juu sana. Na sura yangu mnajua haikuwa hivi, japokuwa wengine na baadhi ya vyombo vya usalama pia walijaribu kutwist mambo fulani na kujaribu kusema wanayoyajua. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya rais. Wakati nilipokutana naye, kuna mambo alinieleza na nikaona kwamba ni vizuri kupambania afya kuliko kupambana na mambo ambayo yanahitaji fact sana, yanahitaji ushahidi. Kwa hiyo mimi ni mmoja wa waathirika. Ninapoongea masuala ya utekaji na masuala ya kuumizwa, masuala ya kupotezwa na kufanywa mambo mabaya, kwa hiyo mimi ni mmoja. Kwa hiyo sio mambo nayasikia kama wengine wanavyoongea. Hapana, ni mambo ambayo nimeyaonja mwenyewe. Najua maumivu yake, najua mateso juu ya kutekwa. Kwa hiyo ninafahamu ninachokiongea. Kwa hiyo haya sio masuala ya kuendea kwa paniki, ni masuala ya kwenda kwa taratibu. Tunahitaji utulivu wa hali ya juu, tunahitaji mshikamano, tunahitaji umoja na kukaa na kuzungumza ili kuweza kuona kwamba jambo hili ni kina nani wanafanya hivyo, na tuwe na ushahidi wa kutosha, na wametumwa na nani, na wanafanya kwa manufaa ya nani, na ni faida gani, ni kwa nini wanafanya hivyo. Ni mambo ambayo sio ya kukurupuka haraka na kuyaendea spidi. Hapana, ni mambo yanahitaji utulivu, yanahitaji kuungana pamoja na kupinga swala hilo. Hakuna anayeliunga mkono. Mimi napishana na wenzangu ile kuanza kupaniki na kuanza kutaka kama vile kuanza kutuhumu watu,
kutuhumu watu na kutaja majina ya watu bila kuwa na fakti. Hata wakati mwingine utakapohitajika kwenda kuelezea kwamba mtekaji ni fulani, huna fakti yoyote, huna uhakika, huna ushahidi wowote. Kwa hiyo ni swali linahitaji kuungana sisi kwa pamoja kama Watanzania na kuhakikisha kwamba jambo hili tunalishughulikia na linapotea kabisa ndani ya nchi yetu, kwa sababu sio jambo zuri wala sio jambo la kufurahisha. Jambo la pili, naomba nizungumzie juu ya haki. Haki ni jambo la muhimu sana, na kila mtu anadai haki yake. Ni lazima apate haki yake. Lakini haki yoyote, haki lazima iwe na wajibu. Haki lazima iwe na wajibu. Mtu yoyote atakayekwambia anadai haki kwa njia yoyote ile bila wajibu na kanuni za kudai haki, atakuwa anakupotosha. Kwa mfano, chombo kinachotoa haki ndani ya nchi ni mahakama. Na kwa sababu chombo kinachotoa haki ndani ya nchi na dunia nzima ni mahakama. Lakini mahakama pia haiwezi kutoa haki bila wajibu. Na wajibu ni upi? Haki na amani ni vitu vinaenda pamoja. Huwezi kupata haki kwa njia ya vurugu. Huwezi kupata haki kwa njia ya maandamano. Huwezi kupata haki kwa njia ya kuvuruga au kupambana. Nimesikia mtu mmoja anasema kwamba kweli tunadai haki, lakini basi nimemsikia kwenye mtandao nazungumza kwamba tufanye maandamano, tuchome ma petrol station, tuchome vituo vya wapiga kura, tufanye nini. Ni sawa, na mtu aliyekuwa anaongea nilivyomsikiliza vizuri amejidasibu, na yeye ni mtumishi wa umma upande wa vyombo vya usalama, amesema hivyo. Lakini mimi nataka nizungumze vizuri namna ya kudai haki. Huwezi kudai haki ukaacha pembeni amani. Kwa mfano, mahakamani kukiwa na vurugu, hakimu, jaji hawezi kutoa haki. Kesi haiwezi kuzungumzwa. Haki inapatikana kwenye meza, mazungumzo, maridhiano, ndio haki inapatikana. Hata mahakamani, lazima mahakamani kuwe na utulivu, kuwe na amani, na mahakama imsikilize kila mmoja, isikilize pande zote mbili ndio iweze kutoa haki. Lakini kukiwa na vurugu, ukiwa na fujo mahakamani, haki haiwezi kupatikana. Kwa hiyo kwa lugha nzuri ni kwamba hakuna haki pasipo amani. Yaani cha kwanza kinachotangulia, anayekwambia kwamba unaweza ukadai haki kwa vurugu au kwa maandamano au kwa fujo, ndio pale baadaye ukishapata haki ndio amani ije, wanakudanganya. Haki inapatikana mahali palipo na amani, mazungumzo, maridhiano, hapo ndipo haki itapatikana. Hata mahakamani ni lazima hakimu, ni lazima jaji, lazima makarani mahakamani kuwe na amani, kuwe na utulivu. Alafu wakae kwa amani, wasikilize pande zote mbili, upande wa kwanza na upande wa pili. Alafu wakishasikiliza, watu wote wakishasikilizwa, sasa hapo ndipo patengenezwe hukumu ambayo itaamua haki ni ya nani. Kwa hiyo hakuna haki pasipo amani. Haki haidaiwi kwa nguvu, haidaiwi kwa fujo, haidaiwi kwa maandamano, haidaiwi kwa kupiga watu, haidaiwi kwa kuharibu mali. Haki haidaiwi kwa kufanya fujo au kuua watu au kuumiza watu. Haki haipatikani kwa njia hiyo. Haki inapatikana palipo na amani, kwa maridhiano, kwa kukaa na kuongea na kukubaliana. Pasipo maridhiano, pasipo kukaa mahali penye amani, mahali penye vurugu, huwezi kupata haki hata siku moja. Kwa mfano, unakuta watu wanapigana, lazima uwaamue wale watu. Ukishawaamua ndio ukae upate haki. Kwa hiyo haki inapatikana baada ya kutangulia amani. Anayekwambia hakuna amani mpaka haki ipatikane, na anayekwambia tunadai haki kwa maandamano, basi huyo mtu anakupotosha. Nimeona baadhi ya viongozi wa dini wenzangu
wanaunga mkono maandamano, wanaunga mkono fujo, wanaunga mkono wengine wamefika mahali wanasema liwalo na liwe. Tunataka haki yetu. Nataka niwaambie bila kuwaficha, kwa ukweli wote, na ndio maana mnaona misimamo yangu ni tofauti, ni kwamba hakunaga haki inayopatikana bila kuwepo kwanza na amani. Nchi yetu ina amani, tuna nafasi ya kukaa, tuna nafasi ya kujadili, tuna nafasi ya kuzungumza, tuna nafasi ya maridhiano, tuna nafasi ya kila kitu. Kwa hiyo ni kutafuta namna gani tukae pamoja. Kama kuna haki ambayo inaonekana haipatikani, itapatikana kwenye mazungumzo, sio kwa maandamano, sio kwa fujo, sio kwa kunini. Na haya basi, viongozi wa dini, ningewaomba tuwaelimishe waumini wetu. Naposema waumini wetu ni pamoja na rais wa nchi, ni muumini wetu. Hata kama yeye ni Muislamu, ni muumini wetu, kwa sababu ndani ya Uislamu wako mashehe, wako viongozi wanaomjua Samia kwamba yeye ni muumini. Kwa hiyo tuwaelimishe waumini wetu. Mawaziri ni waumini wetu, wabunge ni waumini wetu, wanasiasa, wenye viti wote wa vyama vya kisiasa ni waumini wetu. Tuwaelimishe kwamba haki haiwezi kupatikana bila amani. Kwa hiyo cha kwanza tunailinda amani, kwanza tunaitetea amani ili tupate maridhiano, tupate mahali pa kukaa na kutulia, alafu haki ipatikane. Hata mahakamani dunia nzima, mahakama zote duniani, hakuna mahakama inaweza ikatoa haki bila utulivu na amani. Hebu nilizungumzia hapo kwa undani. Sio kila haki ni lazima upewe. Kuna haki zingine zisizo za lazima ni lazima unyimwe. Hata kama utaandamana, hata kama utafanya fujo, kuna haki lazima unyimwe. Naomba viongozi wa dini muelewe, sio kila haki ni lazima upewe. Ziko haki ambazo hustahili kupewa. Kwa mfano, haki ya mwanaume kuoa mwanaume mwingine, hiyo ni haki ya kila mtu. Haki ya mwanamke kuoa mwanamke mwingine, hizo ni haki. Lakini kulingana na tamaduni za nchi yetu, hata kama mkiandamana kwamba mnataka wanaume kwa wanaume waoane, hata kama mtaandamana mnataka wanawake kwa wanawake waoane, mtaandamana, watu wataumia, mtavuruga amani, lakini hiyo haki huwezi kuipewa. Kwa kuna haki zingine ambazo ni haki yako lakini hustahili kupewa. Kwa sasa sio kila haki unategemea kabisa kwamba lazima utapewa. Kwa mfano, huwezi kuniambia watu wote wanaoamini katika kuoana jinsia moja wakiandamana nchi nzima, wakafanya maandamano, maana yake inabidi serikali, inabidi nchi ifanye nini? Tupige magoti wote, tukubali kwamba hapana, hawa wana haki yao, lazima tuwape. Nataka niwaambie, sio kila haki lazima upewe. Kwa mfano, kutakapotokea maandamano ya namna hiyo, mwanamke kwa mwanaume, mwanaume kwa mwanaume wanataka kuoana, wanawake kwa wanawake wanataka kuoana, viongozi wa dini wenzangu, nafikiri kwa wale wenye misimamo kama mimi, watakuwa wa kwanza kuliambia jeshi la polisi, hawa wana haki ya kuandamana, wana haki wanaoidai, lakini tunaomba msiwape kibali. Utanyimwa kibali cha maandamano hata kama maandamano ni haki yako. Kwa nini? Unadai haki usiyostahili. Kwa sababu ya maisha yetu na mila zetu na desturi zetu ndani ya Watanzania haziruhusu mwanamke kwa mwanamke wakaoana, wala mwanaume kwa mwanaume wakaoana. Kwa hiyo viongozi wa dini, jaribuni kuangalia pale mnaposema kuna haki lazima tudai haki. Nimeshangaa mpaka viongozi wa dini wenzangu wamejitokeza, wanasapoti kabisa kwamba kwa sababu tunahitaji mabadiliko ndani ya nchi hii, kwa lazima maandamano tarehe 29. Kwa kweli wale wote mnaounga mkono maandamano tarehe 29 ambao ni viongozi wa dini, mnakosea sana. Mnakosea sana. Sina maana kwamba watu wanyimwe haki ya mabadiliko wanayotaka. Nina maana ya kwamba hauwezi kupata haki ya mabadiliko kwenye maandamano, lakini mtaipata haki ya mabadiliko kwa njia ya maridhiano, kukaa na kukubaliana. Na nini kifanyike? Cha kufanyika ni kwamba
kwa sababu muda uliobaki ni mfupi. Tangu mwanzo tulikuwa na miezi mitatu, sasa tuna miezi miwili tumemaliza. Sasa hivi tunapozungumza tuna siku kama 10 na kitu. Maana tarehe 29 ndio siku ya uchaguzi. Kwa ni kama siku 10 na. Hapa ukiniambia kwamba eti tarehe 29 kwa kumeshafanyika mabadiliko, kila kitu kio kimeshafanyika kwa sasa, la sivyo tunafanya maandamano, tunafanya fujo, tunafanya nini, nataka niwaambie hakuna haki mtakaoipata. Lakini nini kifanyike? Mimi msimamo yangu ninaotaka kusema ni hii, kwamba hebu tuache tarehe 29, uchaguzi ufanyike, twendeni tukapige kura, tuchague rais tunomtaka. Kuna vyama zaidi ya 10 na vimetangaza, vimeomba ridhaa na vimesimamisha marais. Nenda kamchague rais unomtaka, piga kura tarehe 29, rudi nyumbani, tulia. Baada ya uchaguzi tukimaliza, tusimame sasa kama viongozi wa dini kupambana na kuiambia serikali, tunaomba hebu fanyeni mabadiliko, kaeni mpate maridhiano. Yale mabadiliko walikuwa wanadaiwa basi yafanyike maridhiano, alafu tuone kama ni mabadiliko gani yanatakiwa. Mimi sitaki kutaja ni mabadiliko gani na gani na gani. Inaweza kuwa ni haki kabisa, mabadiliko hayo ni lazima yafanyike, lakini sio kwa kudai kwa nguvu, wala kwa maandamano, wala kwa fujo, wala kwa kuumiza watu wengine. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wala kuvuruga mali za watu, wala kuharibu biashara za watu. Niwaombe viongozi wa dini wenzangu, tuwaelimishe waumini wetu. Viongozi wa dini zote, Waislamu kwa Wakristo, kwa sasa naomba waelimisheni viongozi wa dini wenzangu kwamba waumini wetu wajue kwamba hakuna haki inayodaiwa kwa nguvu. Kwa mfano, hebu angalia wewe mwenyewe. Wewe ni mchungaji, wewe ni shehe. Waumini wako wakadai haki kwa njia ya fujo kanisani, wakadai haki kwa njia ya fujo ndani ya msikiti. Hiyo haki wewe kama kiongozi kweli utaipata? Kwa lugha nyingine ni kwamba unahitaji kukaa na wazee wa kanisa, unahitaji kukaa na mashemasi, unahitaji kukaa na wachungaji wasaidizi na maaskofu wenzako. Kama kuna jambo fulani ambalo waumini wanataka haki yao, basi kwenye majadiliano mtalipata. Lakini sio kufanya fujo kanisani, kwenye nyumba ya ibada au msikitini unafanya fujo ili mpewe haki. Hilo jambo halipo. Haki inaendana kwanza kuwe na amani na utulivu, mfanye maridhiano. Kwa hiyo mimi ninachoomba, tarehe 29, hebu tuache nchi yetu ibaki na utulivu na amani kama tulivyo sasa. Baada ya uchaguzi tarehe 29, tukae tujadili, tuone haya mambo ya utekaji yanaendaje, haya mambo ya watu kupotea yakoje, haya mambo kwa nini mambo yanafanyika namna hii, na mambo ya uchaguzi tunaotaka reform tunazozitaka ni reform za aina gani. Tukae mezani, tukae na huyo rais aliyepita, tuone kwamba sasa tunafanyeje na tunaipelekaje nchi yetu. Jambo la mwisho na la 4 ni juu ya mamlaka. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 13 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: washindanao na wenye mamlaka wanajipatia hukumu, nao wanashindana na Mungu. Naomba viongozi wa dini mnielewe, na viongozi wa serikali na wananchi kwa ujumla. Hakuna aliyewahi kushindana na mtu mwenye mamlaka akafanikiwa. Biblia inasema kwamba hata kama humtaki, unamtaka, ili mradi ameshaapishwa, ameyakamata mamlaka, usicheze na mtu mwenye mamlaka, utaumia, kwa sababu mwenye mamlaka ana vyombo vyote. Sasa kabla hujaanza kuzungumza lolote juu ya wenye mamlaka, jipange vizuri, ujue una majeshi, una nini. Kwa hiyo masuala ya kuropoka na kushindana na wenye mamlaka, tuwaambie waumini wetu kama vile Biblia inavyozungumza, kuwaheshimu na kuwatii wenye mamlaka, na kwamba tusigombane na wenye mamlaka, na kwamba hakuna aliyewahi kushindana na wenye mamlaka. Biblia inasema hivi: uonapo ameuchukua upanga, hauchukui upanga bure. Kwa hiyo mwenye mamlaka siku zote mheshimu, muogope, nyenyekea na kutii. Hata kama unampenda au mpendi, awe ni mwanamke awe ni mwanaume, lakini ili mradi ameapa na yuko na mamlaka, shika adabu. Viongozi wa dini tusio watu wa kwanza kuanza kuvuruga, maana yale mnayoyapanda ndio mtakayoyavuna. Nyie wenyewe mnahitaji waumini wa waheshimu,
tunahitaji waumini waweze kutii tunaowaambia. Kwa hiyo sasa yale mnayoyafanya kuonyesha kwamba hakuna haja ya kutii mwenye mamlaka, hakuna haja ya kumheshimu mwenye mamlaka, hakuna haja ya kumwogopa mwenye mamlaka, I'm telling you the truth, ukweli usiopingika, hakuna aliyeshindana na mwenye mamlaka akawa salama. Ombi langu kwenu, naomba tuache uchaguzi upite. Tarehe 29 tutoke tukapige kura. Tukimaliza kupiga kura, tumeshaelewa kuna watu wanahitaji reform ambao ni haki yao. Kuna watu wanahitaji wote kwa pamoja tuungane. Hatutaki masuala ya utekaji, hatutaki masuala ya watu kupotea, watu kuumia. Tukae tutulie, na wakati huo tukusanye ushahidi wa kutosha, tuone nini kitafanyika ili tuendelee na amani na utulivu katika nchi yetu. Hiyo ni misimamo yangu mimi. Jina langu ni Bishop Ikongo. Mungu awabariki.